Sisi wito wetu ni kwamba teknoloji ya utumiaji wa tehama katika uendeshaji wa mahakama inatakiwa iweze kufundishwa kwa wadau wote wakiwemo wananchi. Teknoloji inapokuwa inakuja, mara nyingi inakuwa na mambo ambayo kwa watu wengine hayaeleweki vizuri. Sasa elimu iweze kutolewa ni namna gani mwananchi wa kawaida ambaye hana wakili anaweza aka access mfumo wa mahakama kwa njia hii ya tehama. Kwa hiyo ambacho tutapenda tuweze kushauri ni kwamba elimu iweze kutolewa zaidi kwa wananchi wa kada ya chini kabisa kuhusu namna gani wanaweza wakatumia mifumo hii ambayo sasa hivi ndio umekuwa wimbo wa mahakama zote hapa Tanzania. Miaka 20 ya tangu kuanzishwa kwa Mahakama Kuu Kanda ya Iringa inajumuisha mambo mengi. Ndani ya hayo mambo kuna mafanikio makubwa ambayo kama mahakama imeweza kuachieve, lakini kama wadau na sisi tumeshuhudia hayo mafanikio. Ikumbuke kwamba kabla mwaka 2005 wananchi wa mkoa wa Iringa walikuwa hawana mahakama kuu. Ili waweze kusikiliza mashauri yao yanayohusiana na masuala mbalimbali, ilikuwa ni lazima waende Mbeya au Songea. Awali mahakama kuu ya Songea ndio ilitumika, lakini baadaye wakawa wanaitumia mahakama kuu ya Mbeya. Sasa unaweza ukafikiria kutoka Iringa hadi Mbeya au kutoka Iringa hadi Songea, unakwenda kote huko kwa ajili ya kufuatilia haki yako. Lilikuwa ni jambo ambalo lilikuwa linawachosha, lakini sasa tangu kuanzishwa kwa Mahakama Kuu Kanda ya Iringa mwaka wa 2005 mambo yamebadilika. Upatikanaji wa haki umekuwa ni rahisi kwa sababu wananchi wa mikoa ya Iringa na Njombe imekuwa ni rahisi kuitumia Mahakama Kuu Kanda ya Iringa katika mashauri mbalimbali, yakiwemo mashauri ambayo yanatokana na masuala ya rufaa kutoka mahakama za chini mpaka ngazi hii ya Mahakama Kuu. Kwa hiyo kuna mafanikio makubwa ambayo tumeweza kuyashuhudia. Lakini pia kwa mwaka 2005 tunaweza tukasema kwamba Mahakama Kuu ya Tanzania Kanda hii ya Iringa ndio ilikuwa mahakama ambayo ilikuwa ina miundombinu bora zaidi. Ukiacha mahakama ya rufani pale Kivukoni na mahakama kuu pale Mwembeni na mahakama kuu kitengo cha biashara pale Dar es Salaam, mahakama iliyokuwa inafuatia kwa kuwa na miundo mbinu bora zaidi ilikuwa ni Mahakama Kuu Kanda ya Iringa. Miundo mbinu ambayo hata sasa tungali bado tunaiona. Jengo hilo unaloliona bado ni jengo ambalo liko katika hadhi nzuri, japokuwa sasa kwa sasa hivi kutokana na jinsi ambavyo Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilivyowekeza pesa nyingi katika kujenga mahakama, kwa sasa hivi mahakama kuu au majengo ya Mahakama Kuu Kanda ya Iringa yanaanza kupitwa na wakati. Huwezi kulinganisha na majengo ya mahakama kuu za Tanzania kama vile Morogoro, Arusha, Mwanza na sehemu nyingine ambako majengo yanaendelea kujengwa. Mashauri yanayohusiana kwanza na migogoro ya ardhi. Mashauri haya mara nyingi yanaanzia katika mabaraza. Enzi zile ilikuwa inaanzia katika mabaraza ya kata, ambapo mabaraza ya kata yalikuwa yakitoa maamuzi, na baada ya mabaraza ya kata yakishatoa maamuzi, maamuzi yake pia ilikuwa nakwenda katika mabaraza ya ardhi ya wilaya. Sasa baada ya hapo, mtu ambaye alikuwa hajaridhishwa na maamuzi ya mabaraza ya wilaya ilikuwa ni lazima akate rufaa Mahakama Kuu ya Tanzania. Sasa ile akate rufaa ilikuwa ni lazima asafiri kwenda Mbeya. Ulikuwa ni umbali mrefu, lakini tangia mahakama hii imeweza kuanzishwa sasa hivi mambo yamekuwa ni rahisi zaidi. Wananchi wanafungua mashauri yao hapa hapa. Kwa mfano hapa Iringa, baraza la ardhi na nyumba lipo takribani kilomita 2
kutoka ilipo Mahakama Kuu hii. Ina maana kwamba mwananchi ambaye hajaridhishwa na maamuzi ambayo yanatolewa na Baraza la Ardhi na Nyumba la Wilaya, ni rahisi sasa kukata rufaa hapa Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Iringa, kwa sababu sasa hakuna umbali wowote ule, hatumii usafiri wowote ule ili aweze kufika katika Mahakama Kuu kanda hii ya Iringa. Lakini mafanikio mengine makubwa zaidi, haya ni mafanikio ambayo Mahakama ya Tanzania imeweza kuyafanya, kuleta huu mfumo unaitwa TEHAMA. Bahati nzuri sana na Mahakama ya Tanzania kanda ya Iringa imekuwa ikienda sambamba na utumiaji wa TEHAMA. Hii imerahisisha sana mashauri mengi kufunguliwa kwa wepesi na mashauri mengi kusikilizwa kwa urahisi. Lakini zamani ilikuwa ni vigumu sana, baada ya shauri kuwa limeshasikilizwa, maamuzi yametoka, ilikuwa ni vigumu sana kupata nyaraka au kupata nakala ya uamuzi au nakala ya hukumu. Lakini sasa hivi mwananchi hahitajiki tena kurudi hapa mahakamani baada ya shauri lake kuisha. Anaingia moja kwa moja katika tovuti ya mahakama maarufu kama Tanzili, pale anapakua uamuzi au hukumu ya mahakama. Na hivyo naweza nikasema kwamba kuna mabadiliko makubwa sana ambayo yameweza kujitokeza katika utoaji wa maamuzi na upatikanaji wa haki katika mahakama zote za Tanzania, hasa Mahakama Kuu kanda ya Iringa.